fursa hii kwa kuongeza waheshimiwa madiwani kwa kuaminiwa na wananchi wa eneo lenu. Hii ni heshima kubwa kwenu, lakini pia ni wajibu mzito unaohitaji nidhamu, uadilifu na kujitoa kwa dhati kwenda kuwahudumia wananchi wetu. Aidha, tunawapongeze pia wakuu wa idara ndani ya halmashauri hii kwa ushirikiano mkubwa mliowapatia baraza lililopita, na niendelee kuomba pia wapatie baraza hili ili halmashauri yetu, wilaya yetu na mkoa wetu uweze kupiga hatua kutokana na uongozi wao. Mheshimiwa madiwani, nitumie fursa hii ya ufunguzi wa baraza katika halmashauri hii kwa kuwashirikisha mambo machache yafuatayo. La kwanza ni juu ya wajibu wa baraza katika kusimamia makusanyo ya mapato. Sina mashaka nimeshakusikia baraza lililopita kazi kubwa iliyofanywa, ili kwa vile wengi ni wapya nami niendelee kukumbusha. Mheshimiwa madiwani, moja ya changamoto kubwa ambayo halmashauri nyingi inakabiliana nazo nchini ni upungufu wa mapato ya ndani unaochangia miradi mingi kutotekelezwa au kutokamilika kwa wakati. Hivyo ni wasihi usimamie kwa ukaribu, kwanza kuboresha vyanzo vya mapato, muhakikishe vyanzo vyote vinatambuliwa, lakini pia vinawekewa mifumo sahihi na vinatumika ipasavyo bila upotevu. Nina uhakika kwa kuwa mmeshika madaraka mkikuta robo ya kwanza ya ukusanyaji wa mapato imekamilika na sasa tumeanza robo ya pili, naamini mtapata fursa au muda wa kufanya tathmini ya mapato yaliyokushakusanywa hadi sasa, na mtajua namna ya kuanza na namna ya kwenda. Ninajua hapa katikati kulikuwa na gap ambayo baraza lilikuwa alipo, kwa hiyo halmashauri ilikuwa ikiendeshwa na wataalamu. Kwa hiyo mtapata pia kujulishwa halmashauri wakati huo imetekeleza mambo gani. Lakini la pili ni kuimarisha uwajibikaji wa watendaji. Hakikisheni watendaji mnaowasimamia wanakusanya mapato, lakini pia wanafanya kazi kwa uadilifu, na pale patakapoonekana kuna mianya ya upotevu msisite kuchukua hatua mara moja. Na hapa nimeweka break ili nitoe ufafanuzi kidogo. Katibu tawala pale kwangu ndio afisa masuhuli, lakini katibu tawala wa wilaya kwenye wilaya ndio afisa masuhuli kwenye wilaya yake, ni mkurugenzi wa halmashauri ndio afisa masuhuli kwenye halmashauri yake. Linapotokea jambo ambalo linalazimu kufanya mabadiliko yoyote kwenye matumizi ya fedha zilizopo, fedha mkoani, wilayani au kwenye halmashauri, lazima hawa maafisa wa masuhuli wawashirikishe katika mambo hayo, kubaliane pale mnapoona mambo hayo yana maslahi mapana ya mkoa, wilaya na halmashauri. Kisha kubaliana, mnatengeneza muhtasari ambao utaonyesha makubaliano hayo. Ndani ya muhtasari huo pia utakuwa na maoni yaliyotolewa na walioshiriki kwenye vikao hivi. Ukishamaliza kufanya hivi, hayo yaliyokubaliwa yanakuwa ni ya kwenu wote, na kama ni ya kwenu wote, akipatikana mtu anayatoa nje ya nyinyi, huyo mtu ni msaliti.
na kwa namna yoyote vile kiuongozi, mkimbaini huyo mtu mnatakiwa mumchukulie hatua. Ikiwa mtu huyo yumo ndani yenu na hakuridhika, ziko mamlaka kiutawala ambazo anatakiwa yeye kuziconsult kupeleka malalamiko yake. Na tunarudi vile vile kinyume. Kama ni ngazi ya mkoa ambao hawakuridhika, ni wakuu wa idara wanamrudia katibu tawala na kumwambia katika eneo 1, 2, 3, 4 sisi hatuwezi. Kama ni wilayani wanamrudia dasi atafanya consultation na mkuu wake wa wilaya na mpaka consensus. Kama ni kwenye halmashauri hivyo hivyo, namrudia mkurugenzi na mkiona mkurugenzi hatoshi, naenda kwenye mamlaka yake ya juu, mkurugenzi ambao ni katibu tawala. Ukifanya hivyo kiuongozi, hapo ndio mnatengeneza a proper channel of leadership, lakini pia mnatengeneza a teamwork. Hakuna mtu ambaye ataenda kumuona mwenzake ni kirusi.